Maafisa 7 wa mashirika ya ujasusi wa Marekani ambao hawakutaka kuweka wazi majina yao wamesema mashambulizi ya Marekani katika vituo vya nyuklia vya Iran wiki iliyopita hayakuharibu vipengee vya msingi kabisa vya mpango wa nyuklia wa Iran, na kuna uwezekano wa mashambulizi hayo ya Marekani kurudisha nyuma kidogo sana mpango wa nyuklia wa Tehran kiasi cha kama miezi mitatu hivi. Tathmini hiyo kutoka kwa maafisa wa ujasusi wa ndani ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imezuiliwa awali kutolewa. Moja ya chanzo kimeeleza mpaka sasa Pentagon inafanya uchambuzi wa uharibifu wa kile jeshi la Marekani limefanya katika vinu vya Iran, lakini kadiri data zinavyozidi kukusanywa ndivyo zinavyokinzana na madai ya Rais Donald Trump, ambaye baada ya mashambulizi ya Marekani katika vinu hivyo alisema mpango wa nyuklia wa Iran ulikuwa umefutwa kabisa, kauli zilizoungwa mkono na waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth, ambaye siku ya Jumapili alinukuliwa akisema matarajio ya Iran kuwa na silaha za nyuklia yamefutiliwa mbali. Maafisa wawili kati ya wengine wanaofahamu vizuri jambo hilo wamesema hazina ya urani ya Iran iliyorutubishwa haikuharibiwa hata kidogo na mashambulizi ya Marekani, wakidai kwamba yalihifadhiwa umbali mrefu zaidi kwenda chini ya ardhi. Kwa tathmini yetu, mashambulizi ya Marekani yamewarudisha nyuma Irani labda miezi michache tu, moja ya maafisa alieleza. Ikulu ya Marekani, White House, imekiri kuwepo kwa ripoti ya tathmini hiyo, lakini imesema haikubaliani nayo, huku msemaji wa ikulu hiyo Karoline Leavitt akiambia shirika la habari la CNN katika taarifa yake, na nukuu, tathmini hii inayoelezwa sasa ni mbaya kabisa na ambayo iliwekwa kama siri kubwa bado imefichuliwa kwa CNN na mtu asiyejulikana aliyepoteza kiwango cha uaminifu katika jumuiya ya ujasusi. Iko hivi, mpango wa nyuklia wa Iran, kila mtu anajua nini kiliutokea. Unapodondosha mabomu 14 ya pauni 30,000 kwenye shabaha sawa, hakuna kitakachotokea zaidi ya kufuta kabisa, Caroline aliambia shirika la habari la CNN. Hata hivyo, Rais Donald Trump, ambaye yuko nchini Uholanzi kuhudhuria mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya nchi za Magharibi NATO, alipinga ufichuzi wa taarifa hiyo ya CNN na kuchapisha katika mitandao yake ya kijamii akisema kwamba Marekani ilifanya moja ya mashambulizi ya kijeshi yenye mafanikio makubwa zaidi kwenye historia kwa kuharibu kabisa maeneo ya nyuklia ya Iran. Taarifa za uongo za CNN pamoja na New York Times zilizoshindwa wameshirikiana katika jaribio la kudhalilisha moja kati ya mashambulio ya kijeshi yaliyofanikiwa sana katika historia. Maeneo ya nyuklia nchini Iran yameangamizwa kabisa. Times na CNN zote zimezomewa na umma. Utawala wa Trump umeendelea kupinga ripoti inayosema kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran hayakufikia malengo yake ya kumaliza mpango wa nyuklia wa Tehran. Kwa upande wake, jeshi la Marekani limetaja operesheni walioifanya dhidi ya Iran kama iliyoenda jinsi ilivyopangwa. Duru zinaeleza mpaka sasa Marekani inaendelea kukusanya picha ili kujua athari za mashambulizi yao, pamoja na kuendelea kukusanya taarifa za kijasusi, ikiwa ni pamoja na kutoka ndani ya Iran. Israel ilipiga kwa siku kadhaa vituo vya nyuklia vya Iran, lakini ilikiri baadaye kwamba ili kufikia lengo ilihitajika kupiga kwa kutumia mabomu ya Marekani ya pauni 30,000. Hata hivyo, licha mabomu ya B2 ya Marekani kudondoshwa kwa darzeni moja kwenye vituo viwili vya utubishaji wa urani huko Fordo na Natanz, lakini ufichuzi wa ripoti ya CNN umeeleza hayakuathiri urutubishaji wa madini hayo. Vyanzo hivyo vya siri vieleleza hata zaidi kuwa vitu vilivyoharibiwa ni majengo ya juu tu katika vituo vya nyuklia vya Natanz, Fordo na Isfahan. Kwa mujibu wa duru, miundombinu ya juu iliyoharibiwa inajumuisha ile tu ya nishati na baadhi ya vifaa vinavyohitajika kugeuza urani kuwa chuma kwa ajili ya kutengeneza mabomu. Tathmini ya mashambulizi ya Marekani katika vituo vya nyuklia vya Iran ilifanywa pia na jeshi la ulinzi la Israel IDF, lililobaini baadaye uharibifu kidogo katika kituo cha Fordo, huku jeshi hilo likiamini kuwa mashambulizi ya pamoja kati ya Marekani na Israel hata hivyo yamerudisha nyuma kiasi mpango wa nyuklia wa Iran kwa angalau miaka miwili. Madai ya jeshi la ulinzi la Israel IDF yaliungwa mkono na Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, ambaye amedai kuwa mtu yoyote atakayesema mashambulizi ya Marekani katika vituo hivyo hajaleta madhara basi anakusudia tu kudhoofisha juhudi za Rais Donald Trump kuhakikisha Iran haina silaha za nyuklia. Mnamo siku ya Jumanne, akizungumza na waandishi wa habari, Rais Donald Trump alirudia madai yake kuwa mpango wa nyuklia wa Iran ulibomolewa kabisa na marubani waliorusha mabomu hayo wanapaswa kupewa heshima na sifa. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa Iran kujenga upya mpango wake wa nyuklia, Trump alijibu, sehemu ya vituo vilivyopigwa ni mwamba ambao uliharibiwa vibaya na mabomu ya Marekani.
Marekani. Wakati Trump na waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth wakipigia upatu mashambulizi yao dhidi ya Iran kufanikiwa, mnadhimu mkuu wa jeshi la Marekani alisema siku ya Jumapili ni mapema sana kubaini uharibifu uliotokea na kufikia hitimisho la eti Iran haina tena uwezo wa nyuklia. Mwenyekiti mstaafu wa kamati ya masuala ya nje katika baraza la Seneti la Marekani, Michael McConnell, hakuunga mkono madai ya Trump ya eti mpango wa nyuklia wa Iran ulisambaratishwa kabisa. Nilijulishwa juu ya mpango huu siku za nyuma na kiukweli haukukusudiwa kuharibu vifaa vya nyuklia kama ilivyofanywa, badala yake kusambaratisha kabisa mpango mzima wa nyuklia wa Iran, McConnell alisema alipohojiwa na shirika la CNN. Kwa upande wake, Profesa Jeffrey Lewis, mtaalamu wa silaha na mwadhiri katika taasisi ya kimataifa ya mafunzo, amesema baada ya kutizama picha za satellite zikionyesha mashambulizi ya Marekani kwenye vituo vya Iran, anakubaliana na tathmini iliyovujishwa kuwa mashambulizi hayo hayaonekani kuleta athari katika mpango wa nyuklia wa Iran wala hayaonekani kumaliza mpango huo. Usitishaji wa mapigano umekuja bila Israel na Marekani kufikia lengo lao la kuharibu vituo kadhaa muhimu vya nyuklia vya chini ya ardhi, vikiwemo vya Natanz, Isfahani na Parchi kilicho karibu na Tehran, Profesa Lewis alisema, na kuongeza bado Irani ina nyenzo za msingi za kuunda tena mpango wake wa nyuklia. Kwa upande wake, mbunge wa New York Patty Ryan alimzodoa Rais Donald Trump kwa kusema kwamba amehairisha kuhutubia bunge kwani anajua fika mashambulizi yake dhidi ya Iran yalikuwa sifuri. Kwa muda mrefu sasa nchini Marekani kumekuwa na maswali yanayohoji uwezo wa mabomu ya Marekani kuharibu kikamilifu vinu vya nyuklia vya Iran vilivyozikwa chini ya ardhi, hasa kile kikubwa cha Fordo na Isfahan. Moja ya chanzo kimedai Marekani kutumia bomu la Tomahawk kupiga kituo cha Isfahan badala ya bomu la Bank Booster ni kukwepa fedheha, kwani ilibainika kuwa bomu hilo lililosifiwa sana halingeweza kupenya chini ya ardhi huko Isfahan. Baada ya ripoti kuvuja kwamba mashambulizi ya Marekani katika vituo vya nyuklia vya Iran hayakuleta athari yoyote, mjumbe wa Rais Trump katika eneo la Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, amewataja watu waliofichua taarifa hiyo kama wahaini katika mahojiano yake na shirika la habari la Fox News. Kwa sasa taarifa zozote za kukasirisha zitakazotolewa tutazihesabu kama uhaini. Uchunguzi unapaswa kuanza dhidi ya wahusika ili wawajibishwe. Naye waziri wa fedha mhafidhina mzayuni Bezalel Smotrich wa Israel amepuuzilia mbali ufichuzi huo, akisema kuwa hakuna anejua kipi kilichoharibiwa na itachukua muda gani kukirudisha upya. Tuliua wanasayansi wao, tuliharibu kumbukumbu zao na uwezo wao pia, Smotrich aliambia Radio Kan leo Jumatano, na kuongeza, tumejifunza baadhi ya vitu kutokana na hili. Lengo letu bado ni kuangusha utawala wa Iran na tuko tayari kuwasaidia watu wa Iran kuangamiza utawala huu, Smotrich alisema. Wakati hayo yakijiri, jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema kuwa wanajeshi wake 7 wameuawa katika bomu la kifurushi kusini mwa Gaza siku ya Jumanne. Wanajeshi hao walikuwa katika mji wa Khan Yunus ambao ni wa pili kwa ukubwa baada ya mji wa Gaza kabla kuripuliwa kwao. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, wanajeshi waliouawa ni wakati ya umri wa miaka 19 hadi 21. Katika tukio jingine, jeshi la ulinzi la Israeli limesema kuwa baadhi ya askari wake walijeruhiwa baada ya kutipiwa bomu la mkono huko Gaza. Wakati hayo yakijiri, jeshi la ulinzi la Israel IDF limeongeza hadi Julai 10 kwa askari wake wa akiba kurudi kazini. Hiyo ni baada ya kamati ya mambo ya nje na ulinzi ya bunge la Israel Knesset kuidhinisha. Israeli kwa sasa ina askari wachache walio mstari wa mbele, huku kundi kubwa la askari wake wa akiba likisubiri wakati wa mizozo mikubwa. Mapema mwaka huu jeshi la ulinzi la Israel IDF lilisema litakusanya makumi kwa maelfu ya wanajeshi wake wa akiba katika upanuzi wa mashambulizi yake huko Gaza. Wanajeshi wa akiba wa Israel wamezidi kupaza sauti zao kwa serikali yao, wakihoji kwa nini ilivunja makubaliano ya kusitisha vita na wanamgambo wa Hamas mapema mwaka huu na kuanzisha tena vita, wakihoji ni ipi dhamira ya serikali yao nyingine kando ya kuwarejesha mateka wao nyumbani. Katika ishara ya kuongezeka kwa mzozo nchini Israel, askari hao wa akiba wametoa wito wa kurejeshwa kwa mateka wao nyumbani hata ikihitajika kusitishwa kwa vita mara moja. Na tuelekee huko nchini Irani ambapo shirika la habari la Fars limeripoti kuwa Irani imewakamata zaidi ya watu 700 wanaotuhumiwa kuwa mamluki wa Israel katika kipindi cha siku 12 toka vita kuanza baina ya Israel na Iran. Mamluki walioendesha shughuli zao katika mfumo wa mtandao wa kijasusi na hujuma walibainika na kukamatwa, shirika la habari la Fars limesema katika taarifa yake. Kwa upande wake, shirika la ujasusi nchini Israel Mossad limedai awali kuwa mamluki wake ndani ya Iran walifanikisha vizuri Operation Rising Lion katika siku yake ya kwanza mnamo Juni 13, ambapo maafisa kadhaa
wakubwa wa jeshi la Iran pamoja na wanasayansi wake wa nyuklia waliuawa. Operesheni hiyo ya kukamata mamluki wa Israeli ilifanyika katika mikoa mbalimbali ya Iran ikijumuisha Kermanshah, Isfahan, Khuzestan, Fars na Lorestan. Baadhi ya mamluki hao wamenyongwa na vikosi vya Iran na hasa wale waliokamatwa katika mji mkuu wa Tehran.